Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Iran, Israeli na Marekani, vita ambavyo vinaendelea kushika hatamu hatua kwa hatua, naendelea kusogezea kile ambacho kinaendelea kushika hatamu zaidi na zaidi, upate nafasi ya kufahamu na kujua kwa kina zaidi yale ambayo yanaendelea. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba shirika kubwa la ndege la Ireland ambalo ni moja ya shirika kubwa barani Ulaya kwa idadi ya safari za ndege limetangaza au limeamua kufuta 10% ya safari zake za ndege kutokana na uhaba mafuta ya ndege. Kituo cha television cha ITV chenye makao yake Uingereza kimeripoti kikimnukuu mkurugenzi mkuu wa Ryanair Michael Oller, mlango wa Hormuz umefungwa kwa siku 30, ikiwa utabaki kufungwa kwa siku 60 au 90, basi sote tunakabiliwa na hali isiyojulikana, na hakika tunatazamia labda kulazimika kufuta 5 hadi 10 ya safari za ndege hadi Mei, Juni na Julai. Oller aliilaumu Marekani kwa kuweza kuanzisha vita hivi dhidi ya Iran. Anasema hili limekuwa shambulio lisilo la kawaida dhidi ya Iran. Inaonekana hakuna mpango wowote wa kuondoka. Kumbuka Marekani na Israeli walianzisha operation ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Mji mkubwa wa Iran ikiwa ni pamoja na Teherani ilishambuliwa, na ikulu ya Marekani ilihalalisha kwamba shambulio hilo kwa kutaja ni moja shambulio dhidi ya Iran kwa ajili ya vitisho vinavyodaiwa kuwa vya makombora na nyuklia kutoka Iran. Na wako viongozi wakubwa wa Iran ambao waliweza kuuawa, na mara baada ya hapo basi Iran naye alianza kwa kulipiza kisasi. Lakini hayo yakiendelea, jeshi la wanamaji la IRGC limefanya shambulio kwenye kituo cha data cha Oracle huko Dubai. Wanasema tulianzisha mashambulizi kwenye vituo vya data vya kampuni mbili za Marekani, Oracle huko Dubai na Amazon huko Bahrain. Tulionya mapema kwamba hatua zetu za kujibu mauaji wa Iran zitalenga kusimamisha mashine ya ugaidi, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilisema. Mapema Alhamisi, kitengo cha jeshi la wasomi la Iran kilidai kufanya mashambulizi kwenye kituo cha kompyuta cha teknolojia ya Marekani ya Amazon huko Bahrain. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile milipuko kadhaa imeripotiwa kutikisa jiji la Bushehr kusini mwa Iran. Kituo cha television cha Al Arabia kimeripoti Jumaa. Kulingana na Al Arabia, mifumo ya kurusha makombora ililipuliwa na hakuna taarifa rasmi kwa niaba ya upande wa Iran hadi sasa. Shirika la nishati ya atomiki la Iran liliweza kuripoti mnamo Machi 28 kwamba Israeli na Marekani walikuwa wamefanya shambulio jingine katika eneo la kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Bushehr, la tatu tangu Februari 28. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, kituo hicho hakikuharibiwa. Siku iliyotangulia, mamlaka ya Iran iliripoti mashambulizi kwenye kiwanda cha uzalishaji wa maji mazito katika jiji la Kondab magharibi mwa nchi hiyo. Marekani na Israeli zilianzisha operation ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Wakati hayo yanaendelea, Iran inapaswa kukubaliana na Marekani, vinginevyo jeshi la Marekani litaanza kuharibu madaraja na mitambo ya umeme. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, jeshi letu halijaanza hata kuharibu kile kilichobaki Iran. Madaraja yanafuata, kisha mitambo ya umeme. Uongozi wa serikali mpya unajua kinachopaswa kufanywa, na kinachopaswa kufanywa haraka, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Trust. Mamlaka ya mkoa wa Al-Borz wa Iran iliripoti mnamo Aprili 2 kwamba vikosi vya Marekani viliharibu daraja ambalo liliweza kushambuliwa moja kwa moja, japo lilichukuliwa na kwa ajili ya kurekebishwa. Hayo yakiendelea, kwingineko, mlango bahari wa Hormuz utafungwa kwa Marekani na Israeli kwa muda mrefu sana. Mwakilishi wa vikosi vya jeshi la Iran Abulfaz Shekarch anasema mlango bahari wa Hormuz utafungwa kwa Marekani na Wazayuni, ikimaanisha Israeli, kwa muda mrefu. Kwa kizingizio chochote hawataukaribia, alisema. Mamlaka ya Iran imeamua kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zinazohusiana na Marekani, Israeli na nchi ambazo zimeunga mkono uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Wakati wa mzozo huo, meli kadhaa za mafuta zilishambuliwa kwa kupita kwenye mlango bahari bila ruhusa Tehran. Mnamo Machi 25, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliripoti kwamba Iran ilikuwa imeruhusu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa nchi rafiki, ikiwa ni pamoja na Urusi, India, Iraq, China na Pakistan. Vile mashambulizi ya Marekani na Israeli kwenye miundombinu ya raia kama vile madaraja hayatawalazimisha wa Iran kujisalimisha na yanaharibu taswira ya Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema kushambulia miundo ya raia ikiwa ni pamoja na madaraja ambayo hayajakamilika hakutawalazimisha wa Iran kujisalimisha. Inaonyesha tu kushindwa na kuanguka kwa maadili kwa adui aliye katika hali ya machafuko. Kila daraja na jengo litajengwa tena kwa nguvu zaidi, kile ambacho hakitapona kamwe. Uharibifu wa msimamo wa Amerika, aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X.
Mapema mamlaka ya Iran iliripoti mashambulizi mawili kwenye daraja linalojengwa katika jiji la Karaj, magharibi mwa Teheran. Angalau raia wawili waliuawa katika shambulio hilo. Vilevile, Iran General Staff anasema ndege ya kivita jeshi la anga la Marekani aina ya F-35 imedunguliwa katika anga ya Jamhuri ya Kiislamu, kulingana na taarifa iliyotangazwa na televisheni ya serikali ya Iran. Wanasema ndege ya jeshi la anga la Marekani aina ya F-35 ilidunguliwa na kuanguka angani juu ya Iran ya kati. Hii ilifanikiwa kwa kutumia mfumo wa hali ya juu wa ulinzi wa anga wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Vitengo vya wasomi vya jeshi la Iran vilisema. Jeshi liongeza kuwa katika tathmini yake uwezekano kwamba wafanyakazi waliweza kutoroka ni mdogo sana, bali waliuawa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.